Kwa nini uniue? Unanidai nini? Amekuibia nini? He has always told me to be courageous, so I just want to stand strong for the sake of our son, the mom, the dad, and even other people that are not here. Jue kwamba watabaki na heshima, watabaki na utajiri na sifa za aina yote, lakini hawatakuwa na amani katika maisha yao. Nilienda kwa main menu, nikaenda kwa storage, nikaenda kwa disk manager, nikamark the hard disk, nikamark, alafu nikaformat. Walipojitambulisha kama afisa wa polisi, aliwaamini na kuwakabidhi mwanaye. Usalama wa mwanaye pia aliwaaminia. Leo hii nataka nikueleza jinsi safari ya kutafuta haki ilivyogeuka na kuwa safari ya kumpeleka Albert Ojwang moja kwa moja mpaka kwenye mauti yake kwa njia ya kikatili. Kumbukumbu za jinai, mwanangu wa pekee, inaanza sasa. Gurudumu la maisha linazidi kupiga mbwani katika boma hili la kijini Kakut, kaunti ya Homa Bay. Kwa nje ni maisha ya kawaida, ila kwa familia Bwana Meshack Ojwang kuna pengo kubwa maishani, pengo ambalo limeacha majonzi kufuatia kifo cha mwanawe Albert Omondi Ojwang. Alikuwa mwalimu, alihitimu kuwa mwalimu wa sekondari, lakini hajaajiriwa na serikali. Sasa amefundisha Gongoni Secondary, amefundisha Voi Secondary. Akiwa muhimili wa familia, Albert alikuwa mwalimu wa somo la historia na elimu ya dini ya Kikristo katika shule ya upili ya Kituma iliyoko Mwatate. Mitandaoni alikuwa mwanaharakati na mwanablogu. Kenda afadhali kuliko 10 nenda rudi. Albert Omondi Ojwang alikuwa ni mtu wa watu, mtu asiye na makuu, lakini siku moja makuu yalimbishia. Tarehe 7 mwezi Juni mwaka 2025, makachero kutoka idara ya upelelezi wa makosa ya jinai walifika nyumbani kwa Bwana Meshack Ojwang. Baada ya mamkuli na kujitambulisha, walimkamata Albert kufuatia tuhuma za kutoa machapisho ya uchochezi mtandaoni. Ojwang was arrested in Homa Bay County by DCI detectives for the offense of false publication. Records indicate that he was transported to Nairobi, where he was questioned by officers from the DCI headquarters on Saturday. He was later booked at the Central Police Station at Occurrence Book number 136/7/6/2025 at 21:35 hours. During a routine cell inspection, Ojwang was found unconscious. He was immediately rushed to Bagathi Hospital for treatment, as documented at Occurrence Book number 9/08/06 of 2025 at 01:39 hours. Upon arrival, he was declared dead. Given Mwishoni mwa upasuaji wa maiti ilibainika kuwa Albert alifariki kutokana na majeraha ya pigo butu kichwani na kubana shingo. Mwili wake ulikuwa na majeraha kichwani, miguuni, shingoni na kifuani.
Mwenda zake alishambuliwa vikali, huku majeraha ya kujihami yakibainisha kuwa alipambana na ushambuliaji wake ili kujikinga. Matokeo hayo ya upasuaji yalikanusha kabisa madai ya awali ya polisi ya kwamba Albert alijeruhi mwenyewe. Nchi iliyokuwa ikijikung'uta, vumbi la maandamano ya Gen Z ililipuka kwa ghasia na hasira dhidi ya matumizi mabaya ya mamlaka. Mchakato wa kisheria dhidi ya madhalimu wanaoshukiwa kukatisha ghafla mshumaa wa maisha ya Albert Ojwang unazidi kushika kasi, huku milango ya mahakama ikitarajiwa kufunguliwa. Mazishi ya Albert Ojwang yalihudhuriwa na umati mkubwa wa waombolezaji waliojitokeza kutoa heshima zao za mwisho. Licha ya taharuki iliyotanda, ratiba ilihitimishwa salama chini ya wimbi zito la huzuni. Albert Omondi Ojwang ameacha mjane na mwanawe Isaac Lihanda kumbukumbu za jinai. Bwana Opapo, unaofahamu? You see, they just look like Armstrong on the moon, because you see, we can't see, you are too fast. You've got to do slow motion for us to be able to follow. That is the main entrance. Where? The 1 meter